Polisi mkoani Arusha inawashikilia watu watatu kwa tuhuma za kuhusika katika mauaji ya afisa wa hifadhi ya taifa nchini Tanapa yaliyotokea Desemba 18 mwaka huu majira ya saa 2:30 asubuhi hadi saa 4 kwa kile kilichosadikiwa kuwa ni tamaa ya fedha. Watuhumiwa wa mauaji hayo ni mtunza bustani wa nyumbani kwa marehemu, mke wa marehemu na rafiki wa kike wa mke wa marehemu. Mwanahabari wetu Helen Kawiche ana taarifa zaidi. Akizungumzia kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha Liberatus Tabas amesema kuwa baada ya kutokea kwa tukio hilo walipata taarifa kuwa kuna gari limetelekezwa maeneo ya Kikwakwa Rubii na baadaye walilipeleka katika kituo cha polisi. Gari hilo lilipelekwa hadi maeneo ya Kikwakwa Rubii na kutelekezwa. Na baadaye sisi polisi tulipata taarifa majira ya saa 2 za usiku tarehe 18 mwezi wa 12 mwaka 2015. Tukapeleka breakdown na kuifuta ile gari kuileta kituo. Lakini baadaye baada ya gari hiyo kufikishwa kituoni, mama mmoja ambaye alijulikana kwa jina la Caroline John Lukumai mwenye umri wa miaka 38 alifika kituo cha polisi hapo na kujulisha kwamba mume wake haonekani. Wakipiga simu zinaita lakini hazipokelewi. Lakini baada ya kutoa taarifa hiyo aliweza kuitambua ile gari iliyokuwa imevutwa kwa kituoni kwamba ndio gari ambayo alikuwa anaiendesha mume wake. Mtunza bustani huyo anasadikika kumuua marehemu kwa kutumia kitu chenye ncha kali kwa kumpiga nacho nyuma ya shingo wakati marehemu alipokuwa akinywa uji. Huyu marehemu alifahamika kwa jina la Emily Stefano Kisamu, umri wake miaka 52, na huyu alikuwa ni mkuu wa kitengo cha intelligence kule Tanapa. Huyu marehemu aliuawa kwa kukatwa na kitu chenye makali shingo kwa nyuma. Na baada ya kukatwa basi mwili wake uliwekwa kwenye buti ya gari yake aina ya Nissan Mazda ambayo ina namba za usajili T435 CSY. Katika hatua nyingine, kamanda Tabas ametoa onyo kwa matukio namna hiyo na kuwataka wananchi wa jijini hapa kuishi kwa amani, hasa katika kipindi hiki cha sikukuu za Maulidi, Christmas na mwaka mpya. Helen Kawiche, Star TV, Arusha.